vitu tunasoma somo la kwanza liko kitabu cha Deuteronomy 28. Bwana asifiwe. Somo la pili liko kitabu tunajua sana The Gospel of Luke. Kwa sababu chapter 7 verse 50. Kama unajua kitabu cha Deuteronomy, Bwana mwandishi alikuwa anaandikia na sisi. Alikuwa anaambia mzetu babani, mtu umetoka Misri, umetoka pale umefika. Na Misri mko mnateswa. Lakini wakati Mungu amekuja mema jana na amesema atakubariki. Atakuwa atakubariki kila wakati. Mkiamka anakubariki. Mkienda na michuzi mpaka baraka. Na Mungu pia atakuwa akibariki mifugo yenu. Majote yenu hata kama ni ng'ombe magusi atakuwa sikibariki. Bwana asifiwe. Na sio kubariki peke yenu, lakini atakuwa akiwasua adui. Will be protecting, will be safeguarding. Ajua atakwambia au atakwambia sababu Mungu atakuwa kuuliza. Anyway, the middle verses that God is talking about that chapter, we continue in that chapter, we continue those verses. Bwana asifiwe. Aitokea. Kitabu cha pili ni kitabu cha Luka. Kama nimesoma, it's called Hadith. Luka okay, Rogano. Mungu Rogano. Roho yake igoma uko na mama. Simesikia. Ndio mama kasikia, Yesu Kristo ako mjini kwao. Na alikuwa anasema, akasema kwa mwalimu mpaka nende mmoja. Lakini hapo ndio mkono tu. Bwana sana alibeba mafuta yake na kaenda kwa simu. Sio akakutazama na wale wengine wako mezani kwa kula nyama. Kama unajua God, aitutela sasa nataka mkuu wa au baba. Ukikuta na mtu mzunguko wake hata kama ni maji tunakotia maji hata basi kwa leo tukuja na kila kitu na kudama na kunywa. So walisema ni walika hao na kufahamu akapikia nyama wakakula pamoja na Yesu. Lakini wakati wa kula mama mwenye kaikia baada ya kula nyama akaenda ya Mungu wa Yesu. Na akachukua neno yake akaanza kumweka kama kumfuta miguu na kumpaka ile mafuta. Na baadaye akamkizi miguu yake. Tume ya Yesu ndio ilitendeka. Wanafunzi wakakataa. Kwa nini mama kuna mama katika injili yetu Mordecai William Mtu yeye mwenye kwa ndani ndege mwenye adoketa aikendake. Na hizo zapo ilikuwa mtu kajua watu nikia katika roho. Kaambia ni kweli mama lakini akaambia hadithi moja ambalo hata kuna mtu alikuwa na deni akakopa shilingi 500 na mwingine akakopa shilingi 50. Bwana asema alifikira Bwana ndio kwa trame ya mara Anaweza Bwana, anaweza Bwana, anaweza Bwana, Takia doko bapesa, muda kwa pesa, nyagwele. Mwoko pamoja na matano, ndio yatoka bila kutana. Moja akakopa 500 na mwingine 50. So huyu mwenye yote akasema mimi nimewashia kukaa naye ndani. Yesu kabisa akauza wanafunzi wake. Naka ni fulani yule amemtana mmoja 50. Sasa mwenye akasema yule pesa nyingi 500. Yule alifanya kwa pia yote. Yesu akakuwa anasema katika kila kwamba kuna mtu anasemea dhambi zake nyingi tena kwa wale wengine. Mbona sasa alikuwa anamwambia mama ile kitu amefanya ni kitu cha ajabu sana. Ndio afata Mungu eka. Ndio yeye machomo kwa moyo. Na baadaye Yesu akamwambia mama, sasa sio leo dhambi zako tumezizoa. But more than that, baada ya kutumia dhambi kwa kuwa yeye. Na tunataka Mungu na shaka leke you'll be born again. Now do not take the past. Your sins have been forgiven, but now you are born again. Bwana asifiwe.
unapoti kama nana matisa tutasoma. Kote kote nasema Almighty Yesu nasema Almighty God is a creator and maker, beginning and end. Bwana sema wewe na mimi gaimo na ina moyo na kiabu kicho na kile kutoka. Wewe kiabu ndio umesema ni moyo. Ndege kwa hiyo wote kile moyo mwakana kama wa shiroko. Mungu alipanga wote kutoka. Lakini wakati tafika ukisema maisha yako dada na kumeza utakuwa ama mgogote. So mpaka tuelekee Mungu katika maisha yetu. Na kama tunasema kuna jua Mungu wao tukiwa Mungu wetu hata tukienda kumwabudu naye tukienda kwa kuna naye atakuwa kutubariki. Bwana sema kama tubariki wanasema tabariki kama ni asubuhi ama jioni tabariki. Tabariki mkiondoka na mkirudi. Na Mungu anasema tukikaa ndani yake ataendelea kutubariki na kutubariki. Because God is a creator na pia kuna mambo katika nchi. Bwana asifiwe. Yeye ni kweli ya kwanza. What should I think about the same God loves us all and has good plans for our lives. As He forgives us, saves and gives and exalts us. Msema Mungu anatupenda na kuna mambo mema katika maisha yetu. Bwana sema kama Mungu alikuwa anapenda sisi, akawa ameteseka kwa Misri, akatuma Musa akawaokoa na wakati ulifika wakaambia nenda kuwabariki, nenda kuwapigania. Msema kwamba Mungu anatupenda na kuna mambo mema katika maisha yetu. Another example ni kama tumesikia hiyo mama. Watu wa kijiji walikuwa wanamchukia. Walikuwa wanamuita mama mwenyewe. Mtumia mwenyewe. Basi mwenyewe ena kwa magari ndio mtu mwenyewe. Japo mwenyewe amtaka mama. Lakini mama ndio wake. Akimumunya, akimwaka mafuta, akampaka mafuta na Mungu akasema hizo tajema kumbe mama akona kwa na Yesu katika programu akamwambia dada kwa sasa zimezaliwa. Bwana sema bwana wote hizi ndio kwa mama. Katika hiyo bakuli na kaza moro mama baita mama katika moro majima baba mabadilika ya business forms the not that form ya sasa ni kwa that's a good plan. Praise God. So kita kutoka mtume chocho kama mtume chocho kwa hiyo ni makido gani na kutoka kwa kuonekana the conditions na bwana must be well connected to you. We must be well connected to him. We must be obedient. We must be holy and sacrifice to ourselves and seek forgiveness. Praise God. Kuna mambo mengi iko pamoja mama tumawewe tukula mwanake tukao mwanake tukao tukali mwake na kikatini nono wa tutamwadiki bwana sisi kwa wakija mno huko bwana sisi yuko demgani lakini ndio sana kusikia kama mwanataka sisi kwa tumetaka sisi pia sisi kwa tunataka hata kwa tukashia kwanza kwa watu ambao ndio business. Baada ya kuja tupate pole, watu ambao ni watakatifu. Na sisi tu watakatifu, watu ambao tunawachezea. Basi pia watasikiliza mtaki kama mama kusaidia. Na sisi tutaenda tu pekee, hata mwenyewe unatendana. Wana watu, ukiwa mbele kwa Mungu, ile mbele kwa Mungu kama na kani na muona. Na kama kuna kuna nikinoka kama kila. Mtu mbele akao mwenye yako kwa na hela mdogo. Wana sisi let us go to asking God to help us. The time is special kutoka kuna. Mungu anajua. Kuna kitu special kutoka kwa Bwana. Katika mambo ya ndio tunapanga. Ukiwa asubuhi na kuna wakati wa Mungu ni sana that's na pia ndio. Kuna wengine mzuri lakini kuna mwingine anasema. Tunasema God on mission. Hakuna kitu Mungu ajua. Lakini mambo yako yanafikia
litonako likikuza kitibaa. So tutakutana na kusema Mungu kila mambo anajua msifanya sisi kumsamehe. Na pia wote kufunika ndani ya msitu. So what I say, forgiveness should be a common element in your death. Ukina mbele yako akole kile ni mama. Unapoona na kujizumu kama mbele. Akoko na mimi kile kama kile kama unataka kuona lakini kama unaona. Tunataka kufollow the example of mtumishi. Mtumishi kitu anako ndio msaidia mno. Bado ndio ni mno. Lakini alikuwa ni mama mwenye ndani. Walikuwa na sisi mtuma. Lakini sisi mwenyewe katika mamlaka na wote tunakamfundisha sasa sote na Mungu akatujalia wema. Bwana sasa igala tena ndio kukinge Joma sakame kuma So this is very important. Gari kuna matunda atamcheza mkono wake mwenye nguvu na wazo atakupatia nguvu. Bwana asifiwe. Kana sio kusifu kwetu. Hebu nikitasifu. Hapa kisifu kwetu. Mungu ndio wakalia. Nani alikuamsha? Nani aliamsha? Mungu tukitende kutuwa wake. Kutoka kwa kubakia wadada jana na akaruka. Si kweli. Lakini tunataka kusema lakini sio kwa kuamsha. Ikifika sasa mtasikia da. Sisi kweli nenda tapoti ya da. Ndio kwa mara. Ikifika utakochukua tena. Uone tukate. Daima wako ni mmoja kila mtu, kila abaja, kila mtu wakati. Ndio tukua tena. Ndio tukua tena kwa chini Yesu mwenyewe. Alimungu akiwa mtu yake mwenyewe mate. Atoko no mnamusa ipamono. Ukameta mtumia mwa, ukameta mtumia mwenye, nini damu na jeshi kwa hapa, na damu yana na yeye maki moja, nikaenda kama mmoja. So wewe mwenyewe najua sisi na kikoba mmoja, hata mimi nasema ndio mmoja. Lakini kitu ni bado ni ile soko. Ujue wake wakati. Ujue kitu mama wewe na kikoba. Kitabu chao kwa mmoja, mtamono. Bwana so God is known that he will be so good. Namu katika kitabu cha Timotheo alibariki wanasema akawaambia mtabarikiwa hata kama ni majirani mtabarikiwa hata kama ni mshauri mtabarikiwa akabariki hadi kwa ajili ya neema yake kwa ajili ya Yesu Kristo. Bwana sema Rome tidelo trembula
na mafanikio. Lakini wakati nilikuwa naondoka kwa nyumbani, basi kutoka kanisa nikakuwa gariani, nikapata mwoto kwa nje. Na baadaye nikapelekwa mjini. Lakini mimi nasikia hiyo ndio sikosikia. Baada ya makosa sikasikia kitu. Lakini ndio nasikia matatizo kati ya neno na wiki. Wakasema jamaa huyu ndio tatizo mpaka kuelekea Kenyatta ama Gakani kwa nyingine ambayo kuna watu utapata matatizo na madhara ya sababu tunamwona aliacha chini. So kabla sisi kama nasi vile takula tuchukue na ndege. Lakini matatizo wanasema huyu jamaa yuko ndege. Sababu isibiki akipeleka kwa ndege atakuwa kidogo. Kakuta tena lazima kuja mchukue. So wakaenda kwa ndege wakapata balance wakachukua picha. So wakati mimi nasikia sikujua wakati nilikuwa wakagundua walipeleka usiku Gakani. So wakati nilipeleka Gakani, nikapata chaji nilikuwa naitwa Dr. Grace. I was one of the senior charges, even now, it's one of the senior charges in Gakani City. So wakati Dr. Grace ndio akasema, kuna niona patient wangu, wakati alikuwa chini. Do you know what? Nikaa chini for about 6 weeks. Na baadaye nikapoma na baadaye nikakuwa jeni wote na baadaye nikakisha. Lakini tukasema huyu jamaa haikuwa nyumbani peke yake mpaka wewe na kiatika. So nikapata nyumbani na kiatika. Lakini jambo lingine ni kwamba nikifanya masters nilikuwa nimechukua na kazi ya huko Amerika. So nikajua Amerika kama huko connection na kitu wa Amerika. So wakati nasikia nikijaribu napata access, wakapiga simu wakasema fanya bidii ulipe ndege pati ya pite. So nikapeleka Amerika. Baada ya hiyo sasa Mungu nasema kwa na magonjwa. Kwa hiyo sisi ndio tuko. Kwa nini wana kusikia tena kwa gari yako? Bwana contract zako. Ndio kuna kanisa basi ndio kwa that is what the devil. But tomorrow, these are good building and doing. And you can hear, as you know, Martin, nothing is impossible to do. You got words, you got to put on a social cooler, you got to purchase a cooler, you got to put on a ship to there, you can get to there, you got to let me make an illusion. Lakini to make sure this will be better than today. Because nothing is impossible to do. Praise God. But I said, trouble. Please help me to tell for that. Yes, you are talking. That is because I can see the shit of Korea, but then they didn't say, you should come up there, you can share the present one. You can share the you can share the problem, but you know, you are puppet, but you are a bad piece of family. You can not share that video, you can share that one. I think you can share it. But you get connected to God. Mungu ya pamoja naye, acha mkono wake, nothing is impossible to God.
That is impossible. Utukufu wa Roho, tunasikia utukufu wa Roho watakuja kutembea na Mungu atakubariki. Kuna kitu moja anasema, Mungu anasema God can never depart alone, God can never forsake you. Nikukate katika yote dunia na katika akona zamani yake. So kama Mungu asikuacha, asikuonyesha kujua mimi na wewe abaki na mimi. Bwana sio God is good. When I'm thinking again, to change again. Lakini kuna mtu anafanya hicho. Tukiwa kwa Mungu kwa watoto wake. Na baba Mungu achukua hukumu ya baba yake. Bwana sio. Hata mnajua hakuna siku baba na watoto wake wakiwa pamoja naye mwanadamu. Sisi tukiendelea kutembea haishi kwa mwanadamu. Haishi kitu na kuchukua, lakini kiendelea kutembea Mungu. Baba yetu atakupatia, atajibu mambo yako na atakuwa sawa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yeye ndiye Lakini
not to the moment, to make circles. When I'm there, let's all make circles of God. Let us be this is the word of God, and God will control business. When so we have never done that before. Make a decision, and no more commitment. They will never continue their driving. They will never go. I'm not going to put a good matter. Can you bargain? Honestly, okay, you are married. Majesty. They could have said, but I'm going to know which I have to know. Without what you mean. Without what you mean. You know, TV kwa ni kota penye chikawato. TV inaitwa tuberculosis. Lakini pia kuna TV nyingine ya kidogo. Ndio inaitwa wote. Nimwambia hii au ni programu TV inasema tupise. Kuna pia ujinga wa tupise wa kutoka TV hadi kutoka katani. Lakini wa tupise wa kutoka TV hadi kutoka babia. Wakati wa tupise hata wakati masikini nasema tena kidogo wakafuatilia hata kwa hiyo zote ni ndoto ya TV tunataka ndio kidogo ila masomo na ndio tunakupatia bwana sasa ila pesa siko naye Mungu anakupatia amekupatia ila uko naye hata hiyo unajua desibele support mtu akati watu wa brand usizolikana kama kinyaga na nyingine wanaitwa oxygen kwa sababu ya benefit na kuna vile wanaitwa damu. Wewe unaweza kutembea kwenye mabiki. Hizo benefits kwa. Let's put God number 1. Bwana sema, ekayo na baba. Tuliweke degani. Msemaje ukake? Baadaye. Bwana sema, japo kabisa ikalani. Nikoka tunataka kama Mungu. Akitoka kwa ndio ndio baadhi hizo pale tunakaa kwa mguni hapa mguni siku moja itasha. Bwana sasa ndio watu hapo mtu mmoja kwa maji mkiwa mambo kwa tumeka maji na tukati sisi sasa na Mungu tutakike uwe kwa watu mengine mambo but there's a very big question tumaruka magari ogani kuna mambo mengi au kule gari lazima kule hapo that's very important question unaweza kwenda kwa Mungu ama unaweza kwenda kwa shetani lakini Yesu tumwendea akasema wakati kuna pale kuni wafuasi wake walikuwa atakufuata Mkamili Yesu tutafika hadi kwa mbinguni. Yesu akasema uko John 14:6 I'm the way, the truth and njia, ukweli na tena na bali njia na patatu tutia tena na bali njia na patatu ukweli na the truth so kitaka kujua njia kubarikiwa kama wasilo walikuwa mbarikiwa ujue Yesu mwenyewe anakubariki kama unataka kujua ukweli sasa kuna mawazo wanaongea mambo mengi kutaka kujua ukweli kabisa kubali kitu akija na msiba ukitaka kuishi maisha mazuri hapa unaokuja hapa mbinguni ukubali sikitu akija na macho ukubali sikitu akija na macho utakuwa umejua jambo utakuwa unajua ukweli utakuwa unajua ukweli na uzima milele. If you want to know the truth, the way, the truth and life, please accept yourself to in your heart and your body. Na kusoma kitabu cha Yohana hapa nataka kama sema chapo 11:20 kuna mtu alikuwa anaitwa John alikuwa anaenda kupata na alikuwa anasukuma na mapi na alikuwa peke yake na katika Mungu akamwambia John niko hapa nje na mlango wala ufungua mlango wako nitaingia nitakaa na wewe na John akafungua mlango wake akakaa naye na baadaye akawa
hamna unakobra. So wewe mwenyewe kama tu kama utaokoka kubali sisi aye mwokozi wa maisha yako, ukubali mama mabadiliko. Yesu Kristo ameitia ukweli na uzima mbele. Bwana asifiwe. Na hiyo ndio neno la Bwana katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mwenyezi Mungu Baba, twende besaka Bwana siku ya leo, kwa vile tutenda sisi hapa katika hekalu lako na kwa tena nafasi mema kwa kuabudu na kusifu na kufanya mambo mengine. Lakini pia tunataka kwa kusema lako Bwana. Hapa mtambie siku leo kwamba uko tayari kutubariki na kusaidia mambo makuu. Bwana tuendelee kusaidia tukae ndani yako Bwana na kadri. Na kama unatufikisha mwisho kwamba waje jua kweli na sema mbele. The way the children now. Tukubali kwamba katika maisha yetu waje tutuokoza. Katika maisha yetu waje kuna kweli. Katika maisha yetu hata kama hapa ni maguni ama maguni waje usema mbele. Waje kutubariki na kutumikia na tutende mema. Tuomba haya katika jina la Yesu Kristo. May God bless you.